Mtakatifu. Wewe ni mtakatifu Bwana, jina lako ni jina takatifu. Mbinguni Baba wa rehema, kiti chako cha enzi ni patakatifu, na duniani Baba unapendezwa na watakatifu waliopo hapa duniani. Neno lako ni takatifu Baba wa rehema. Roho Mtakatifu ni takatifu Baba wa rehema, na Baba wa rehema, uwepo wako ni takatifu, na katika uwepo wako Baba wa rehema ambao ni takatifu, Baba wa rehema, wapone watu Baba, waumbike watu tena upya Baba, vifungo vyote vikatike, mabaya yote yatoke, na huo utakatifu wako Baba utamie taifa letu, uchumi wetu na viongozi wetu wote Baba wa rehema. Utakatifu iwatamie Baba, iwape afya njema. Utakatifu huo itamie Baba taifa la Tanzania, na Baba wa rehema wa Tanzania wote, na utakatifu huo Baba wa rehema itamie na mataifa yote, maana huu ni wakati wa utakatifu Baba wa rehema. Katika utakatifu ikatokea jambo jema Baba wa rehema katika Bikira Maria Baba wa rehema, pale alipoambiwa kuwa atakachokizaa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu Baba mweza wa yote. Na litukuze jina lako Baba, maana leo kuna jambo tena ulioweka kwa ajili yetu Baba. Sema nasi, sema na wote wanaotufuatilia. Kuna wale waliopo Baba Ufaransa wanaichukua nafasi yao Baba wa rehema kutufuatilia. Waguse Baba wa rehema waliopo Marekani, waliopo Baba Arabia ama Saudi Arabia, waliopo pembe zote nne ya dunia na mataifa yote. Na asante Bwana hata kunipa neema hii ya kusimama Baba kama chombo chako. Chombo Baba wa rehema haina mamlaka, bali mwenye chombo ndio mwenye mamlaka. Hebu ukitumia chombo chako Baba wa rehema ipashavyo, na watu wapate kuona ya kuwa wewe ndio uliyeinua Baba chombo hicho. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Tunaingia kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili. Kitabu cha Wafalme wa Pili ni kitabu cha 12 kwenye Biblia, na mwandishi wa kitabu hicho ni Nabii Yeremia. Kina sura 25 na kitabu hicho imegawanywa mara mbili. Imegawanywa kuanzia mataifa mawili hadi kubakia taifa moja, kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 17. Tutaona jinsi Mungu anaendelea kuwaonya mataifa yale mawili. Taifa moja iliyogawanyika na kutengeneza falme mbili, ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Ufalme wa kaskazini ikibaki na jina Israeli, na ufalme wa kusini ikiwa na jina Yuda. Lakini mataifa haya Mungu aliendelea kuwaonya. Mungu kwanza alianza kwa kutengeneza taifa moja, na lengo la Mungu wa kutengeneza taifa moja ilikuwa ni ili katika kupitia taifa hilo apate kufikia mataifa mengine. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 19 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 6, ukisikia Mungu anaposema na Musa, anasema nimewachagua na mmeona jinsi nilivyowatoa Misri, kama tai abebao makinda zake katika mbawa zake, na mmeona yote niliyotendea wa Misri. Mungu anasema na Musa, lakini anasema na Musa ili aseme na Waisraeli. Musa akiwa kazi aliyetumwa na Mungu ya kuwatoa wana wa Israeli Misri na kuwapeleka. Hatua ya kwanza ni kuwapeleka mpaka mlima Sinai, kuwapeleka kwa Mungu. Mungu anawaambia kuwa ingawa nimewachagua, lakini nyinyi ni taifa dogo, lakini mataifa mengine pia ni ya kwangu mimi, lakini nimewachagua nyinyi, nimewafanya kuwa ni taifa la kimakwani, nimewafanya kuwa ni taifa la kwangu. Lakini kama mtatii, mtashika neno langu na kulitii, nanyi mtakuwa kwangu kama tunu
Umeona sasa? Lakini kama watalishika neno lake na kulitii, kama utalishika neno la Mungu na kulitii, basi utakuwa kwake wa thamani. Lakini kama hautashika neno lake na kulitii, huwezi kuwa thamani kwa Mungu. Ndio maana wengi walioanza na Mungu hawajui ya kuwa unaposoma Agano Jipya lazima uende kwenye misingi yake, na kila kitu kina kivuli chake. Umeona Agano la Kale kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki, vitabu 39 kwa taarifa yako zinaongelea taifa ngapi? Moja. Ina maana unaposema Agano la Kale unasema taifa moja, unaposema Agano Jipya unasema mataifa yote, lakini kwa lugha nyepesi unasema Yesu. Agano la Kale taifa moja, Agano Jipya Yesu. Maana unapomsema Yesu, Yesu ni mbegu ambayo Mungu alitaka aitoe katika taifa moja aliyechagua, taifa la kimakwani. Lakini kumbuka, kazi yao ilikuwa ni kutolewa mbegu moja ambayo ingepandwa, na baada ya kupandwa ina maana ingeleta mavuno mengi. Sasa umeona sasa? Ndio maana wote waliyempokea Kristo Yesu wamefanyika kuwa wana wa nani? Lakini umeona sasa, ukisoma ile sura ya 3 kitabu cha Kutoka, Mungu anamwambia Musa namna gani? Anamwambia, toka zako, shuka, nenda Misri, kamwambie Farao ya kuwa amwache Israeli, maana ni mzaliwa wangu wa nini? Wa kwanza. Aende akafanye nini? Anitumikie. Farao anasema, Bwana ni nani hata niache watu wake waende akamtumikie? Bwana akamsasa. Baada ya wana wa Israeli kufukuzwa Misri, baada ya pigo la 10, Bwana anamwambia Musa, nisikilize, hamtaenda na njia ya huko, maana sitamuonyesha Farao mimi ni nani. Nguzo la wingu mchana na nguzo la moto usiku. Nguzo badala ya kupita njia ya kawaida, nguzo inaelekea kule kwenye msituni kule. Wanamwambia Musa, are you sure? Kuna uhakika ni Bwana? Maana walijua njia kuelekea Kanaani ni huku, lakini ni sasa unataka kwenda kwetu Iringa, lakini sasa kinachofanyika basi inaelekea baharini. Basi unakwenda Iringa, sio huku baharini wewe. So nguzo ikaelekea bahari ya Shamu. Farao alisawishika. Watu wengi hawajui kama Farao, sio eti Farao aliwafuatilia wale, alipelekea taarifa kwa wale watu waliowafukuza, wamenasa bwana. Wamenasa, wameshindwa kutoka. Anasema, wamenase, tumefanya nini bwana? Kumbe Mungu anamwambia Musa, nitafanya moyo wake kuwa nini? Ili nifanye nini? Nijitwaulie utukufu. Farao anasema, Bwana, hebu toeni magari mazuri, kama sasa hivi zingekuwa ni zile Bombard, zile ndege za vita zile faru zile. Akasema twende. Magari 600, anayeendesha na anayepigana, na yeye yuma kiongoza jeshi, wanawafuatilia. Wacha nikwambie, kuna wakati mwingine sasa hivi mshirika wa kawaida nadhani ya kuwa habari za kumfuata Mungu ni lele mama. Acha. Following God is not something that you will achieve on a gold and on a silver plate. It is something which is very tough. Ni kitu ambacho ni ngumu kweli kweli. Watakatifu wa Bwana, wokovu sio tambarare kama nilivyosikiaga zamani watu wakiimba, kwa Yesu tambarare, never. Kwa Yesu kuna kunywa kikombe wewe. Kwa Yesu kuna udhia wewe. Kwa Yesu kuna kukataliwa wewe. Kwa Yesu kuna kutengwa wewe. Ndio maana nasema, mimi sikuleta amani, ilileta upanga. Nini? Hata mimi nilipookoka, ndugu walinikataa. Wanakukataje? Kwa sababu wengi ni watoto wa shetani, lazima wajitenge na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kinachofanyika ni Mungu anapochagua taifa moja, alianza na mtu ngapi? Mmoja. God works with individual. Mungu afanye kazi na watu wengi.
Mungu anamchagua mtu mmoja, anamwambia Ibrahimu, toka wewe katika ndugu na jamaa zako. Ibrahimu akuuliza naenda wapi? Ni sana sasa hivi nitakwambia bwana, nenda uwanja wa ndege bwana, chukua tiketi bwana, kapande ndege uende usipojua. Akatoka zake akaenda, akapita katikati ya Kanaani, akafika Shekemu. Mungu anamwambia hebu tupa jicho, angalia hii nchi nimekupa wewe na uzao wako. Wakati huo mke wake kwanza apate watoto. Ni vitu ambayo saa nyingine ni vitu vimejificha, ni kama kitendawili. Wakati huo ana miaka mingapi? Ana miaka 75. Ndio maana yote yanawezekana kwake yeye aminiye. Sema yote yanawezekana. Yote yanawezekana kwake yeye aminiye. Kwake yeye aminiye. Na hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hilo ni jambo ambalo ni gumu sana kuamini. Ndio maana watakatifu wa Bwana, ninayewekea watu mkono nikiomba ndio nayejua. Mungu anaanza mchakato, anachagua taifa la Israeli. Watakatifu wa Bwana, kwa nini taifa la Israeli iligawanyika wakati Mungu akaanza taifa lakini kupitia mtu mmoja? Mtu huyu anakuja kupata mtoto wa urithi akiwa na miaka mingapi? 100. Anamzaa Isaka. Isaka naye anapozaliwa, Isaka naye mke wake apate watoto. Isaka akakaa kwenye ndoa miaka 20, mke wake hajapata watoto. Anapokuwa na miaka 60 sasa, ndipo Isaka anaombea mke wake Rebeka, anapata watoto wawili. Kupitia hawa watoto wawili anachaguliwa mmoja, Yakobo. Yakobo naye anakwenda kwa mjomba, anampenda Raheli. Mjomba naye anakuwa mjomba. Kilichokuwa kinafanya haya yote hayo na upinzani ni nini? Shetani alianza kufanya mchakato ya kuharibu mipango ya Mungu. Ndiyo maana Yakobo anataka kuoa Raheli, anajikuta ya kuwa nini imetokea? Tayari kashamuoa nini? Kashamuoa dada yake mtu. Tayari panachimbika, maana mtu na mdogo wake ni mtu na mke na mke mwenza. Uhasama wa kukata na shoka. Hatimaye inatengenezwa taifa. Lakini wakati naanza kutengenezwa taifa, Shetani anawasawishi kupitia mataifa aliyokuwepo Kanaani. Ndio maana Mungu akaamua awatoe pale Kanaani, awapeleke kwanza wafichwe kule utumwani. Utumwani katengenezwa taifa. Wanatoka wako taifa, wanakwenda, Mungu anakuwa pamoja nao, lakini kila kukicha upinzani wa kukata na shoka. Mimi nashangaa wewe leo huko unayetaka tu kuishi maisha pasipokuwa na upinzani. Hata mimi mwenyewe nitadhani hiyo sio wokovu. Wako njiani, Shetani akabaki na watu jangwani wengi tu. Mungu akasema bado nina mabaki yakaingia Kanaani. Wanaambiwa kwa sasa ondoeni, wakatilie kila mtu mbali. Hawakufanya hivyo. Aliyekuja kufanya hivyo alikuwa ni Daudi. Kipindi cha wana wa Israeli chini ya Yoshua walishindwa kabisa kuiteka ile nchi. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 13 utaona vizuri kabisa ya kuwa pale yameandikwa maeneo mengi yaliyebaki pasipo kutekwa. Tayari wamebaki. Mungu hutumia mabaya yanayokuja kwako. Walishindwa kuteka maeneo mengine. Mungu akasema hivi, basi miaka yako imeendelea sana Yoshua, hebu igawe maeneo ambayo ulishateka. Lakini Mungu anasema hivi, yapo mataifa ambayo yamebaki. Katika hao nitafanya nini? Nitawajaribu
lakini pia mtajifunza nini? Vita. Yapi ni mataifa yaliyebaki kwenye wokovu wako na kufunguliwa kwako ili ujifunze vita? Chipeta. Mungu anasemaje? Anamwambia kuwa sitawafukuza kwa pamoja, nchi isije ikafanya nini? Ikavamia na wanyama wakali. Nitawatoa kidogo kidogo. Napenda hiyo sana. Atafanya nini? Atawatoa kidogo. Atafanya nini? Atawatoa kidogo kidogo. Atafanya nini? Atawatoa kidogo kidogo. Mafua imetoka sasa hivi, bado kuna kichomi. Lakini akaahidi atawatoa nini? Kidogo kidogo. Hatimaye watakatifu wa Bwana, taifa la Israeli ikafikia wakati ya ukengeufu kupitiliza, ambao ilikuwa ni kipindi cha waamuzi. Mungu akaendana na wao hivyo hivyo. Kila kipindi kilikuwa na masalio. Hata sasa hivi kuna watu wanayempenda Mungu wako nje, hawajaokoka wala wana hofu ya Mungu, lakini hajaokoka. Ikafikia kipindi cha wafalme, wale watu wakalazimisha kuchaguliwa wafalme. Wanachaguliwa mfalme, lakini kwa mapenzi yao, sio mapenzi ya Mungu, wakati ni taifa la Mungu. Baada ya hapo, hatimaye aliyetarajiwa kuwa ni mfalme anachaguliwa Daudi. Daudi alitenda kwa ubora zaidi, lakini baada ya Daudi, mwanaye aliyechukua akaanza tena kuingia kwenye kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Shida ambayo nimeona tangu kuanzia Ibrahimu mpaka sasa, taifa hili limegawanyika sasa, mataifa mawili sasa kutoka kwenye taifa moja. Shida moja ni walivyosikia neno la Mungu kwa bidii na kulitii, kuiweka kwenye matumizi, walibarikiwa kupitiliza. Walipokwenda kinyume na neno la Mungu, Mungu aliwaacha. Hata sasa hivi hapo ndipo shida ilipo. Je, unajifunza neno la Mungu? Na je, unaliishi neno? Je, Yesu alisemaje juu ya neno? Alisema, mkikaa ndani yangu, neno langu likakaa ndani yenu, ombeni jambo lolote nanyi mtapewa. Waisraeli walipokuwa wanakwenda vitani, walikuwa ni wachache, walikuwa hawana silaha za kisasa kwa kipindi hicho, lakini walipomuomba Mungu akienda vitani, tuliona maeneo mengi Mungu akishusha na mawe, Mungu akiwapigania. Tuliona jinsi ambayo Samueli alipoomba katika ile sura ya 7, na radi ikapiga, na eti radi ikawapigania, wakaokota nyara siku 3. Radi anaomba, alafu radi nashuka inapiga wale Wafilisti ambao walikuwa wamekusanyika kuja kuwavamia. Lakini Daudi alitenda vizuri sana, lakini mwanaye kosa aliyefanya ikapelekea taifa kugawanyika. Tuliona taifa ikigawanyika kwenye Wafalme wa Kwanza, watakatifu wa Bwana. Tukaona taifa iliyeanza ikiwa na muunganiko mwanzo wa kitabu cha Wafalme, ikiishia kitabu cha Wafalme, taifa ikiwa imegawanyika katika mataifa mawili. Na sasa tunapoanza sasa kitabu cha Wafalme wa pili, tunaanza taifa la kaskazini ambayo ilibaki na jina Israeli, ikiwa inaongozwa na mfalme anayeitwa Ahazia mwana wa Ahabu. Lakini taifa la kusini ambayo ilikuwa inaitwa Yuda, ikiwa inatawala na mfalme anayeitwa Yehoram mwana wa Yehoshafati. Sasa watakatifu wa Bwana, kuanzia sura ya kwanza kitabu cha Wafalme wa pili mpaka sura ya 17, tutaona katika sura ya 17
taifa la kaskazini ikiwa imetenda mabaya mpaka Mungu akaamua sasa lile taifa liishie pale pale, ipelekwe utumwani. Na kwa taarifa yako, mpaka leo makabila yale 10 yalipotea, hayakurudi. Na kuna mambo Mungu anazidi kufungua ya kuwa kumbe wakati wa kuzaliwa Yesu, alizaliwa Yesu kupitia taifa la kusini ambayo ni Yuda. Ndiyo maana makabila yale mawili ndio yatakayohukumiwa. Makabila 10 yalipotea. Ndiyo maana Yesu aliwahi kusema kuwa nilitumwa kwa ajili ya makabila 10 ya nyumba ya Yakobo aliyefanya nini? Aliyepotea. So watakatifu wa Bwana wanapopelekwa kaskazini, ambayo Israeli utumwani mwaka 722, Yuda inabaki bado, taa ya Daudi inaendelea kuwaka Yerusalemu. Lakini walibaki wakasurvive tena miaka 135. Ina maana kuanzia mwaka wa 722 mpaka mwaka wa 586, na wao Mungu aliamua kuwatapika. Ingawa wao waliendelea hata kule utumwani, kubaki katika uwepo wa Mungu na kujitambua, na wakipata kurejea tena baada ya miaka 70. So kuanzia sura ya kwanza mpaka 17 taona mataifa mawili yaliyogawanyika, na baada ya sura ya 17, sura ya 18 mpaka 25 itakuwa ni taifa moja ambayo itakuwa imebaki, ni taifa la kusini ambayo ni Yuda. Lakini mpaka sasa hivi tunaanza kitabu cha Wafalme wa Pili kaskazini, ina maana tunaanza kitabu cha Wafalme wa Pili, taifa la kaskazini ikiwa na mfalme wake wa 8. Hebu nani atakayenitajia wafalme hao wa 8 na miaka waliyetawala? Na taifa la kusini ikiwa na mfalme wa 5, na nani atakayetaja? Maana watakatifu wa Bwana, hatuendi tu hivi hivi, hatuendi tu hivi hivi, tunakwenda tukitaka mtu mmoja apate kujua na apate kufundisha neno la Mungu. Mchungaji unafundishaje tu hiyo ufalme wa huko na huko? Na watakatifu wa Bwana, acha nikwambie, kama usipojua Agano la Kale, usipojua taifa la Israeli ambayo ilikuwa ni kivuli, huwezi kujua wokovu. Nionyeshe wewe, hiyo ni kuongea. Watakatifu wa Bwana mnapiga besi tu. Mama bwana, tutajie wafalme wa kaskazini. Baasha ni wa pili. Wewe, hebu tuende kwa pamoja, 1 2 2 3, kuanzia wa kwanza kaskazini. Ametawala miaka 22. Mbona umekwama sasa? Nadabu. Naomba mtu mmoja ataje, maana you don't know. Saganda, hebu taja kaskazini. Yeroboamu mfalme wa kwanza alitawala miaka 22. Sawa. Wa pili Nadabu alitawala miaka 3. Wewe Nadabu alitawala miaka 2. Wa tatu Baasha. Baasha alitawala miaka 24. Ndio. Wa 4 Ela alitawala miaka 3. Sio miaka 3, alitawala miaka 2. Ela wa 5 Zimri. Siku 7. Siku 7, sawa.
Wa sita Omri, miaka 20. Wewe Omri alitawala miaka 20. 12 wewe. 12. Baada ya Omri anakuja Ahabu, atawala miaka 25. 25. 22. Aliyemfuata Ahabu? Aliyemfuata Ahabu ni Ahazia. Alitawala miaka mingapi? Miwili. Kusini wa kwanza nani? Rehoboam. Sawa, miaka mingapi? 17. 17 sawa. Wa pili? Abia miaka mingapi? 3. Sawa. Wa tatu? Asa miaka mingapi? 41 sawa. Wa 4? Shafati miaka mingapi? 25 sawa. Wa 5? Watakatifu wa Bwana, nisikilize vizuri. Yehoramu alitawala miaka 8. Utawala wa nani? Utawala wa Yehoramu ilikuwa ni miaka 8. Bwana Yesu asifiwe. Maana utawala wa nani? Utawala wa Yehoshafati pamoja na Yehoramu, bila shaka ilikuwa ni mtu na mtoto wake, lakini ukifanya hesabu utaona kabisa kuwa alitawala miaka 8. Nitakuonyesha huko mbele tunakoelekea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu sasa tuende sasa kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 1. Nisipoteze muda, najaribu kuweka mtu mmoja sawa, maana najua wengine amkuwepo. Wafalme wa kwanza, Wafalme wa Pili sura ya 1. Hukumu ya Mungu juu ya Ahazia. Hukumu ya Mungu juu ya Ahazia. Dondoo ya kwanza ni ugonjwa wa Ahazia. Ugonjwa wa Ahazia ni mstari wa kwanza mpaka 16. Alafu dondoo ya pili ni kifo cha Ahazia. Hiyo ni mstari wa 17 na 18. Hebu nataka tuende moja kwa moja. Umeona? Tuliona habari za Ahabu na vimbwanga vyake, na hatimaye tukaona ya kuwa aliishia kuhukumiwa. Lakini sasa mwanaye aliyechukua nafasi yake alikuwa ni mkorofi kweli kweli kuliko yeye, lakini moja kwa moja Eliya alipitisha hukumu yake. Hebu sasa twende moja kwa moja, nisipoteze muda. Kila moja fungua Biblia yako, Wafalme wa Pili na sura ya 1. Soma kwa jina la Yesu. Soma kwa jina la Yesu. Ikawa baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu wakaasi Israeli, na Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani katika Samaria, akaugua. Akatuma wajumbe akawaambia, enendeni mkaulize kwa Baali-Zebubu mungu wa Ekroni kwamba nitapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtishbi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baali-Zebubu? Bwana Yesu asifiwe. Tayari sura ya 1 kitabu cha Wafalme wa Pili inaanza pale ambapo wa Moabu wanafanya nini? Wanaasi, wanamwasi mfalme nani? Mfalme Ahazia. Hawa wa Moabu walitekwa na nani? Walitekwa wakati Daudi alikuwa bado ndiyo mtawala, katika ile Samueli wa pili sura ya 8 mstari wa 2, na pia kwenye Samueli wa pili sura ya 23 mstari wa 20 utaona ya kuwa Daudi aliwateka wa Moabu akawafanya kuwa ni watumwa wa Israeli. Na kumbuka, baada ya nani? Baada ya mfalme Daudi tayari upande wa kaskazini imeshapita sasa wafalme wangapi? Inapita wafalme
zaidi ya ngapi? Wa Daudi, alafu mwanae Suleimani. Ndipo sasa ufalme unagawanyika. Ina maana karibu wafalme kama 9 ambao wamefika pita, ina maana miaka zaidi ya 100. Lakini kumbuka, Wamoabu wakitumikia taifa la Israeli. Lakini taifa ilipogawanyika, Wamoabu walitumika upande wa kaskazini. Sasa wakati wa Ahazia, maana akukaa katika mapenzi ya Mungu, taifa la Moabu wanafanya nini? Wanajitwaulia, wanapata uhuru wao. Lakini kwa sababu huyu mfalme aliyechukua kutoka kwa baba yake aliamua kuendeleza mabaya, lakini hatuwezi sana tukamlaumu Ahazia, maana baba yake alichochewa na mama yake. Lakini Ahabu anapokufa, Yezebeli baada na kuwepo yupo, so bila shaka aliendelea kutawala kupitia mwanaye. Hebu twende, lakini kumbuke ya kuwa anatoka juu ya ghorofa, anaanguka. Anapoanguka sasa anakuwa kitandani. Hapo ndipo sasa, badala sasa ya kuendea manabii wa Bwana, akaamua kuendea mungu wa Ekroni. Ekroni ilikuwa ni moja kati ya miji 5 niliyekutajia ya taifa la Wafilisti. Nani atakayetaja miji hiyo 5 kama unakumbuka? Nilifundisha wakati nafundisha kitabu cha Waamuzi. Hebu nitajie. Gati sawa. Ya pili wa pili usinichekeshe wewe. Wa kwanza nani? Nilifundisha miji 5 ya Wafilisti watakatifu wa Bwana. Nilifundisha katika ile sura ya ngapi? Ilikuwa ni sura ya 5 na sura ya 6, kitabu cha Samueli wa kwanza, watakatifu wa Bwana. Miji ambayo sanduku la agano ilifanya nini? Iliendea na mkono wa Bwana ukawa mzito juu ya miji hiyo. Asdodi sawa. Ekroni sawa. Askeloni sawa. Gati sawa. Gaza sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unadhani ya kuwa huko tulikotoka hatuwezi kugusa, unajidanganya. Maana tukisahau kule, huku mbele tu hatuwezi kuelewa. Umeona, tunaongelea habari za Ekroni, Beelzebubu, mungu wa Ekroni. Lakini kumbuka, Wafilisti walikuwa sio tu na mungu Beelzebubu, walikuwa na mungu yule ambayo nyumba yake ilipelekwa sanduku la agano. Alikuwa anaitwa mungu nani yule? Alikuwa ni mungu Dagoni. Lakini sasa kumbe Ekroni, mji wa Ekroni, mungu aliyekuwa na makao yake makuu pale alikuwa ni Beelzebuli. Beelzebuli alikuwa ni nani? Baali Zebuli kwa lugha ya Kiebrania ilikuwa ni Baali mkuu. Ilikuwa ni Baali mkuu. Ilikuwa ni Baali mkuu. Ina maana Baali lakini mkuu, the prince. Baal the prince. Umeona sasa? So kumbuke ya kuwa yawezekana wale manabii 400 wa Ashera ambao waliwachwa na baba yake Ahazia, Ahabu, inaonekana hawakutoa majibu mazuri. Ndiyo maana sasa nani? Ahazia anatuma wajumbe waende kule Ekroni, mji moja kati ya miji wa Filisti, lakini akiwatuma kwa mungu Beelzebub. Lakini malaika anamwendea Elia na kumwambia kuwa nenda kakutane nao. Hebu twende tuone ya kuwa je, inakuwaje? Kuuliza kwa Beelzebubu mungu wa Ekroni. Basi sasa Bwana asema hivi, utashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Elia akaondoka. Bila shaka Elia akashuka akakutana na wale watu waliyekuwa wanakwenda kwa Beelzebub, lakini akawaambia ya kuwa je, mfalme amewatuma kule Ekroni kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli? Anawarudisha, nendeni mkamwambia kuwa hatatoka kwenye kitanda hicho. So mfalme atashangaa kwa watu wao niliwatuma Sumbawanga, mbona wamerudi haraka hivyo? Watu wao niliwatuma Ngende, mbona wamerudi haraka hivyo? Hebu tusikilize sasa.
Wale wajumbe wakarudi kwa mfalme wakaambia, mbona mmerudi? Wakamwambia, mtu alitokea akaonana nasi akatuambia, endeni rudini kwa mfalme yule aliyewatuma. Mkamwambie, Bwana asema hivi, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu mungu Ekroni? Basi kwa ajili ya hayo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Akawaambia, je, mtu yule aliyetokea akaonana nanyi akawaambia maneno haya alikuwa mtu wa namna gani? Wakamwambia, alikuwa amevaa vazi la manyoya, tena amejifunga shuka ya ngozi kiunoni mwake. Naye akasema, ndiye yule Eliya Mtishbi. Bila shaka kwa mavazi yake. Mavazi hayo tutaendelea kuyaona yakivaliwa na watu ambao ni manabii. Eliya tayari alianzisha mavazi hayo, na ndio maana mtu kama Yohana Mbatizaji alikuwa ni nabii, na hakika yake yeye ndiyo aliyefanya nini? Yeye kipindi chake ndicho kilichofanya nini? Ndipo kilichoishia kipindi cha manabii na nini? Na Torati, kama Yesu aliposema ya kuwa mwisho wa Torati na manabii ilikuwa ni kipindi cha Yohana nini? Mbatizaji. Alivaa mavazi kama hayo. Alivaa mavazi kama, lakini kumbuka Ahazia anapouliza wale wajumbe wake, tayari anatambua kuwa mtu huyu ni yule mgeni wa Gileadi Mtishbi. Je, unatambulika jinsi unapovaa? Unatambulikaje wewe? Yawezekana utambulika jinsi unapovaa, lakini wacha nikwambie, ni vizuri utambulike jinsi matendo yako yanakuwa mazuri, jinsi unaposhuhudia watu habari za Mungu, jinsi unapofundisha watu jinsi ufalme wa Mungu unavyotakiwa kuwa, jinsi watu wanapata kuingia katika ufalme wa Mungu, watu wa kufahamu juu ya neno la Mungu unayewashirikisha wengine. Wasikufahamu kwa sababu ya kuvaa vizuri, wasikufahamu kwa sababu ya umbea, wasikufahamu kwa sababu ya uzinzi, wasikufahamu kwa sababu ya mambo ya ajabu ajabu. Watu wengi wamependa kufanya mabaya ili waonekane, lakini wewe Kristo aonekane kwako katika jina la Yesu. Amen. Kristo na matendo yake aonekane kwako katika damu ya Yesu. Amen. Watamke maneno juu yako kwa sababu ya matendo yako katika jina la Yesu. Amen. Eliya anatambulika katika mavazi yake, lakini kwa sababu maneno yake bila shaka yalikuwa ni authentic, yalikuwa moja kwa moja ni ya Mungu. Nini? Akafikisha ujumbe jinsi ilivyo, na wale pia aliyewapa kijiti, wale waliotumwa nao wakainyosha vile vile. Mfalme sasa, maana yeye ataamua adili na Eliya vibaya, atatuma nini? Anatuma majeshi, anatuma wale wanajeshi ya kuwa, mpata picha, mtu mmoja wanakwenda akida na 50 wake, kama kamateni, mlete. Hebu tuone yatawapata nini. Alafu ujue kabisa ya kuwa leo wapo maahazi kwako ambao waliwatuma majini waje wakukamate, walituma mashetani waje wakakumate, walituma wachawi waje wakakukamata, walikuja wakakukamata. Lakini je, walikukamata kwa sababu hukuwa na ujumbe wa Mungu? Eliya anao ujumbe wa Mungu kutoka kwa malaika, ndio maana huwezi kumkamata. Nasema hivi, wote waliokukamata leo watakuachia kwa jina la Yesu. Amen. Wote waliokukamata kwa sababu umetumwa na Ahazia, leo ni siku yao na kiyama, ili waachie vitu vyako kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Ndipo mfalme akatuma akida wa askari 50 pamoja na 50 wake wamwendee Eliya. Akamwendea, na tazama, ameketi juu ya kilima. Akamwambia, ametulia mtu wa Mungu, anapunga upepo juu ya kilima. ewe mtu wa Mungu, mfalme asema, shuka. Eliya akajibu akamwambia yule akida wa 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na 50 yako. Kwa nini Eliya alikuwa mkorofi hivyo? Watakatifu wa Bwana walikuja kumkamata Eliya wampeleke. Maana mfalme si alipewa unabii ya kifo, ya kuwa hata toka kwenye kitanda hicho. Tayari
Eliya anasema kama kweli mimi ni mtumishi wa Mungu kama mnavyosema, basi yale yale ya mlima Karmeli yafanye nini? Yarudie. Sasa haiteketezi madhabahu, anasema moto ishuke iwateketeze. Moto ukashuka kufanya nini? Na moto wa Eliya ikuteketeza apate hata mifupa. Moto uliyelamba maji, moto uliyelamba mawe, moto uliyelamba na yaani moto badala ilambe sadaka juu ya madhabahu, inalamba mpaka na madhabahu na mawe yote na maji yote. Moto ule ukawateketeza wale 50. Tuone. Moto ukashuka ukamteketeza yeye na 50 wake. Akatuma tena akida wa 50 wengine pamoja na 50 wake wamwendee. Akajibu akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shuka upesi. Eliya akajibu akamwambia, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni kuteketeze wewe na 50 wako. Sema, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu. Ikiwa mimi ni mtu wa Mungu. Moto wa Eliya ushuke. Moto wa Eliya ushuke. Achia hapo, usiseme ishuke wapi. Twende. Twende, maana mwingine anataka kutamka kabisa ishuke wapi. Twende. Moto wa Mungu kashuka kutoka mbinguni ukamteketeza yeye na 50 wake. Tena akatuma akida wa 50 watatu pamoja na 50 wake. Wa pili nao kateketezwa na moto wa Eliya. Watatu sasa ameona imekuwa mbaya, yeye anakwenda chini ya magoti na kumwambia mtu wa Mungu ya kuwa aone thamani katika maisha yake na 50 wake. Nasema hivi, sisi ni watu wa Mungu. We are the servants of God. If you don't recognize yourself as the servant of God, God will make them recognize you as his servant. May the Lord make them recognize you as his servant in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Nasema hivi, nasema kuwa kama wewe usipojitambua ya kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu, basi Mungu anakwenda kuwafanya wakutambue wewe kama mtumishi wake katika jina la Yesu. Amen. Maana Eliya akasema, yani wanasema mtumishi wa Mungu shuka chini. Akasema kama kweli mimi ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Moto ufanye nini? Moto ulikuwa unathibitisha kuwa Eliya ni nani? Mtumishi wa Mungu. Mwingine anasema, mchungaji unanipa nafasi saa ngapi nishushe moto huu? Hebu twende. Yule akida wa 50 watatu akapanda akaenda akapiga magoti mbele ya Eliya akamsihi sana. Akamwambia, ewe mtu wa Mungu, nakusihi roho yangu na roho za watumishi wako hawa 50 ziwe na thamani machoni pako. Tazama, moto ulishuka kutoka mbinguni kuwateketeza wale akida 50 wawili wa kwanza pamoja na 50 wao. Laiti sasa roho yangu na iwe ya thamani machoni pako. Malaika wa Bwana akamwambia Eliya, shuka pamoja naye, usimwogope. Akaondoka. Bila shaka Eliya sasa anapata uhakika ya kuwa ashuke aende amkabili Ahazia. Malaika anamwambia, mbona kinachofanyika ni nini? Napenda hapo sehemu Eliya alitenda kutokana na neno la Mungu. Eliya alipata matokeo mazuri. Sehemu Eliya alipoogopa akakimbia, alipata mabaya. Sehemu wewe utatenda jambo lolote pasipo kwanza na Mungu, pasipo kupeleka mbele za Bwana, utapata matokeo mabaya. Sehemu utaanza na Bwana, ukienda Bwana atakuongoza katika kila jambo. Sema, kuanzia leo. Kuanzia leo. Kila jambo nitaanza na Bwana. Nitaanza na Bwana. Roho Mtakatifu uniongoze kwa kunikumbusha ili nisianze jambo lolote pasipo kuanza na Bwana. Maana Eliya asipoanza na Bwana, tuliona akipata matokeo mabaya. Alipoanza na Bwana alipata matokeo
matokeo mazuri. alipata matokeo mazuri. Elia alikuwa mtu wa Mungu. Alikuwa mtu wa Mungu. Mimi ni mtu wa Mungu. Mimi ni mtu wa Mungu. Kuanzia leo, kama kweli mimi ni wa Mungu, watatambua. Sijui watatambuaje, bali Bwana ajua. Atasema watatambuaje? Mwingine anasubiria tu ya kuwa wamtambue kwa moto. Utakwenda kupata misiba sasa hivi za watu wengi ukisema hivyo. Ukisema kutambue kwa moto, inashuka sasa hivi. Twende. Akaondoka akashuka pamoja naye hata kwa mfalme. Ameshuka na sasa 50 wale watatu na akida wao wameshuka sasa, naye anakwenda, si yetu anampeleka. Wale wameomba msamaha tayari, malaika akamwambia shuka uende ujionyeshe mbele yake, umwambie ukweli wake. Umeona sasa, manabii walimwakilisha Mungu, waliongea neno la Mungu. Sasa hivi hata wahubiri waongee ukweli inayoweza kuokoa hata nchi, hata dunia. Umeona, Elia akufungamana na upande wowote. Elia alikuwa anasimama kwa Mungu. Ndio maana mtumishi wa Mungu sio eti huku kwenye siasa, chama hiki huku na ngata, unakula huku na ngata huku. Hiyo sio nyosha, yani usimame katikati. Chama A ikifanya vibaya waambie ukweli, chama B waambie ukweli. Lakini sasa wewe chama A wanafanya vibaya, unaunga mkono chama B, wewe ndio unaenda kinyume nao. Elia akuungana na upande wowote. Na kazi ya watumishi wa Mungu na kanisa la Bwana ni kuwa nini? Kusimama katika ukweli, na ukweli ikiwaweka huru wao watumishi, ikiweka mwili wa Kristo huru, ikiweka na mataifa huru. Nisikia amina kubwa. Amen. Tunataka kunizuia kwenda kugombea ubunge sasa. Kama unagombea ubunge basi usihubiri Injili. Utasoma Biblia saa ngapi? Unasoma katiba saa ngapi ya kuongoza watu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi na wewe mshirika wa kawaida utakuwa mbele ya Mungu saa ngapi? Utakuwa mbele ya matatizo ya watu saa ngapi? Upeleke kule kwenye mjengo. Nasema kwa takatifu wa Bwana, Elia anapokea kutoka kwa Bwana, anapeleka moja kwa moja kwenye taifa la kaskazini. Taifa la kaskazini limeoza. Mfalme wa 8 anayeitwa Ahazia kafata njia za mama yake na baba yake, mabaya kabisa. Badala ya kuuliza neno katika nini, Mikaya yupo, hata kama alikuwa ndani bado yupo. Elia alikuwepo na yule mtumishi wake Elisha alikuwepo. Kwa nini Ahazia atumi watu kwenda kwa wale manabii wa Bwana? Anawatuma watu kwenda kwa Baal-zebubu, mungu wa Ekroni. Mungu naye wala hakumsaza. Hebu twende tuone. Akamwambia Bwana asema hivi. Sasa hapo Elia yuko mbele yake, sio kuongea mbali, ongea mbele yake. Ndio kaseme naye. Elia alienda kusema na yeye, alituma wajumbe alafu akaenda kusema naye. Kwa kuwa umetuma wajumbe waulize kwa Baal-zebubu mungu wa Ekroni, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli? Palikuwa na Mungu katika Israeli. Uulize neno lake. Kwa hiyo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Basi akafa sawasawa na neno la Bwana alilonena Elia. Na Yoramu alianza kutawala mahali pake katika mwaka wa 2 wa Yehoramu mwana wa Yehoshafati mfalme wa Yuda, kwa kuwa yeye hakuwa na mwana. Na mambo yote aliyosalia aliyoyafanya Ahazia, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Kitabu cha tarehe cha wafalme ilikuwa ni kitabu kilichoandikwa taarifa za wafalme wa taifa la kaskazini na kusini. Ina maana kitabu hicho kilibeba miaka aliyetawala, mwaka alianza kutawala, mwaka wa mwisho, na matendo yake yote
nilikuwa inaandikwa kwenye kitabu hicho cha Tarehe, lakini kumbuka ya kuwa Ahazia alikuwa bado mdogo, wala alikuwa hajapata mtoto. Maana yake ni mdogo wake sasa nani? Yoram sasa, ambao pia ni mtoto wa nani? Wa Ahabu. Sasa ndiye anayechukua nafasi, lakini tumeona ya kuwa huyu Ahazia yeye akatawala muda mfupi. Miaka mingapi? Miaka mingapi? Akafanya nini? Kafa. Lakini kafa kutokana na neno la nani? Neno la Bwana. Ina maana haikuwa neno la Eliya, ilikuwa ni hukumu ya Bwana. Dhambi zake zilifikia hukumu yake, lakini Mungu tayari alikuwa ameshafanya nini? Alishamtuma Eliya kuwa aende akampake mafuta nani? Yehu mwana wa nani? Nimsi. Tuliona kwenye sura ya 10 na ngapi? 19, Eliya akikimbilia kule kusini, akienda mpaka kule mlima Horeb, lakini Bwana akisema naye ya kuwa rudi na njia ya jangwani, umpake Azaheli mfalme wa Shamu mafuta, kisha umpake Elisha mwana wa Sefati mafuta, na umpake na Yehu mwana wa Nimsi mafuta kuwa ni mfalme wa nani? Mfalme wa kaskazini. Lakini umeona sasa tayari mfalme mwingine ameshachukua nafasi, lakini Eliya anajua kabisa anayetakiwa kutawala pale nani? Ni Yehu mwana wa Nimsi. Hebu twende sura ya pili. Umeona sasa, tumeona mfalme wa nane anaishia hapo, naye ni mfalme nani? Mfalme Ahazia. Ahazia akatawala miaka miwili. Yeroboam alitawala miaka mingapi? Yeroboam alitawala miaka mingapi? Yeroboam alitawala miaka mingapi? 22. Nadaba alitawala miaka mingapi? Miwili. Baasha alitawala miaka mingapi? 24. Ela alitawala miaka mingapi? Miwili. Zimri alitawala miaka mingapi? Siku 7. Omri alitawala miaka mingapi? Sema 12. Ahabu alitawala miaka mingapi? 22. Na Ahazia alitawala miaka mingapi? Miaka miwili. Tunakwenda sasa, mara hii tunakwenda na miaka. Yafanyie kazi. Usipoelewa miaka, kuna sehemu hutaelewa. Hebu sasa tuende kwenye sura ya pili, maana sura ya kwanza na sura ya pili imeunganika. Tuende na sura ya pili. Sura ya pili ni kutwauliwa Eliya. Kutwauliwa Eliya. Dondoo ya kwanza, Eliya atwauliwa mbinguni. Eliya atwauliwa mbinguni, mstari wa kwanza mpaka 6. Eliya atwauliwa mbinguni, mstari wa kwanza mpaka 6. Dondoo ya pili, Eliya agawa mto Yordani. Agawa mto Yordani, mstari wa 7 mpaka wa 8. Eliya agawa mto Yordani, mstari wa 7 mpaka wa 8. Dondoo ya tatu, mgao maradufu. Mgao maradufu, hiyo dondoo ya tatu, mstari wa 9 mpaka wa 10. Mgao maradufu, mstari wa 9 mpaka 10. Alafu dondoo ya 4 ni maneno ya mwisho ya Eliya kwa Elisha. Maneno ya mwisho ya Eliya kwa Elisha, mstari wa 11 mpaka 12. Maneno ya mwisho ya Eliya kwa Elisha, mstari wa 11 mpaka 12. Eliya agawa mto Yordani. Eliya agawa mto Yordani, mstari wa 13 mpaka 18. Sio Eliya, sorry, Elisha. Elisha agawa mto Yordani, mstari wa 13 mpaka 18. Elisha agawa mto Yordani, sorry. Alafu dondoo ya 6 ni kuponywa Yeriko. Kuponywa kwa Yeriko ni mstari wa 19 mpaka 22. Kuponywa Yeriko. Dondoo ya 7 ni Elisha
awalani watoto. Elisha awalani watoto. Ya 6 ni kuponywa Yeriko. Alafu ya 7 ni Elisha awalani watoto. Mstari wa 23 mpaka 25. Wapi ambayo haukupata vizuri? Mstari wa namba 6 ni mstari wa 19 mpaka 22. Hebu tuende sasa tuone, tuagane na Elia. Tumuage Elia, maana tunaona amepitisha hukumu juu ya Ahazia. Ahazia ametangulia mbele ya haki. Tumuone pia na Elia sasa anapoondoka, ili moja kwa moja tutaendelea na Elisha. Hebu twende. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Bwana alipofanya nini? Alipopenda. Sema Bwana alipopenda. Bwana alipopenda. Umeona sasa watakatifu, Bwana sio Elia aliyependa, bali Bwana alipenda. Twende. Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Elia akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha basi. Wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii walikuwako Betheli, wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona ya kuwa Elia sasa muda wake wa kuondoka umefika, baada ya huduma ya miaka mingi iliyejaa rukushani za hapa na pale. Hatimaye sasa wakati wa Elia kuondoka inafika, lakini Elia tayari alishamchukua Elisha. Na kwa taarifa yako, Elia alikaa na Elisha miaka 10, Elisha akiwa anajifunza chini yake. Tayari sasa wako Gilgal. Tuliona ya kuwa Gilgal ilikuwa ni mji uliopo kati ya Yeriko na Yordani. Ndiyo kituo cha kwanza ambayo wana wa Israeli walipovuka tu mto Yordani wakiwa katika chini ya Yoshua, waliweka kambi lao Gilgali, na pale ndipo Bwana alipofanya nao agano. Nao wakaliteka nchi ya Kanani wakiwa pale Gilgal. Walipomaliza kuiteka, ndipo sasa wakaihamishia makao yao makuu katikati ya Kanani iliyekuwa ni Shilo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Betheli tunaisemaje? Betheli pale katika sura ya 28 kitabu cha Mwanzo, Yakobo akiwa anamkimbia kaka yake Esau, lakini akielekea Pandani Aram kwa mjomba wake. Akiwa njiani akafika mahali ikiwa ni usiku, akaamua kulala. Kumbe pale alipokuwa analala palikuwa panaitwa Luzu, naye akalala pale, na katika ndoto akaona malaika wakishuka katika ngazi iliyetoka chini ikawa imeenda mpaka mbinguni. Naye Bwana akasema naye katika ndoto, na Yakobo alipotoka ndotoni akamwambia Bwana ya kuwa atakavyompeleka na kumrudisha salama, naye atamtolea Bwana zaka. Lakini akasema eneo hili natisha kama nini, maana hakutambua kuwa ilikuwa ni Betheli. Maana Betheli maana yake ni nyumba ya nani? Nyumba ya Mungu. So mara ya kwanza tunaiona pale katika sura ya 28 kitabu cha Mwanzo. Na Betheli ilikuja kuharibiwa na nani? Ilikuja kuharibiwa na Yeroboamu pale alipotengeneza ndama wawili, moja akaweka Betheli, moja akaweka Dani, ili azuie yale makabila 10 asiende kule Yerusalemu tena kuabudu katika hekalu, akihofia ya kuwa watu wale wasije wakageuzwa mioyo na Rehoboamu mwana wa Suleimani. Lakini Betheli ilikuwa katika mpaka wa taifa la kaskazini na taifa la
kusini, lakini ilikuwa ni moja kati ya miji iliyebobea sana kwenye kuabudu miungu. Utaona kabisa Elisha baada ya Eliya kuchukuliwa atakwenda katika mji wa Betheli, na watatokeza pale vijana wakianza kumdhihaki ya kuwa ewe paa nini? Mwenye upaa. Paa mwenye upaa ufanye nini? Upae juu jinsi ambayo Eliya alikuwa amepaa juu. Ndio maana Elisha aliwalani, na alipowalani Bwana akashusha dubu. Sio eti Elisha aliwaambia dubu wakamate. Elisha wale walani tu kwa jina la Bwana, alafu Bwana ndio akapeleka dubu. Lakini kumbuka wale vijana, lengo ilikuwa sio kumdhihaki Elisha, ilikuwa ni kumzuia asifike pale, maana yeye alikuwa ni nabii wa Mungu wa kweli. Lakini pale Betheli ilikuwa ni ngome ya miungu mingine, ndio maana ile ilikuwa ni hukumu. Hebu twende kwa jina la Yesu. Asiwe mkubwa wako, akasema naam, najua, nyamazeni. Anawaambia nyamaza, najua. Kumbe Elisha naye alishakuwa ameiva, maana kama tayari alishajua kama Eliya atachukuliwa, alikuwa ameshaiva na yeye. Wanamwambia wana wa manabii walijua ya kwamba unajua kama tukwambie una moyo. Akasema unajua kama anachukuliwa bwana wako. Akasema nyamazeni, najua. Ina maana Eliya alikuwa anajua, Elisha alikuwa anajua, na wana wa manabii alikuwa anajua. Huu ni umoja ambao sasa hivi waumini ambayo wanakaa katika mapenzi ya Mungu. Mungu atakachonionyesha atakuonyesha na wewe. Tukiwa katika umoja na tukiishi maisha matakatifu, hakuna jambo litakayotokea pasipo Mungu kuwajulisha watakatifu wake. Bwana akujulishe mambo yajayo katika jina la Yesu. Amen. Bwana afungue macho yako rohoni, na anapojulisha watakatifu wake mambo yanayohusu ufalme wake, na wewe yapokee kwa jina la Yesu. Amen. Mabaya yote yasije kwenye maisha yako pasipo Bwana kukuonyesha. Bwana akuonyeshe mabaya yote kabla hajafika katika maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Watakatifu wa Bwana, acha nikwambie, ukimpendeza Mungu, kila jambo linalokuja atakuonyesha, hata kama ni mauti. Na acha nikwambie, najua jambo hili, hakuna kitu ambacho mimi nina makini nayo kama ndoto. Hakuna kinachokuja Mungu asinionyeshe, na akinionyesha hatua ya kwanza naifanyia kazi, na nikishafanyia kazi huwa nakuwa na imani 100% na huwa mabaya haitokei. Bwana akuonyeshe mambo yote yanayokuja kutokea kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Na Roho Mtakatifu alipo ndani yako ayatendee kazi inavyotakiwa kwa damu ya Yesu. Amen. Hebu twende. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Kwa nini Eliya alikuwa anamwambia Mungu amenituma Betheli, Mungu amenituma Yeriko, baki hapa? Ile ilikuwa ni kujaribishwa kwa Elisha. Ilikuwa ni kujaribishwa kwa nani? Kwa Elisha. Jaribu ya mwisho kabla hajavaa vazi sasa ya nafasi iliyo kubwa ya nani? Ya Eliya. So alijaribiwa mara ngapi? Mara tatu. Alijaribiwa mara ngapi? Mara tatu. Mara tatu, ikiwa ni namba ya kimungu, namba ya utatu mtakatifu. Ndio maana akajaribiwa mara ngapi? Mara tatu. Petro alijaribiwa mara ngapi? Hebu twende. Nao wakafika Yeriko. Basi wana manabii waliokuwako Yeriko wakamkaribia Elisha wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako? Akajibu, naam, najua, nyamazeni. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Tayari ilikuwa ni jaribu, kwa sababu Elisha alishaonyeshwa ya kuwa atachukuliwa. Hakujua atachukuliwa wakati gani, lakini alishajua kabisa ya kuwa atafanya nini? Atachukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tayari wameshatoka Yeriko. Yeriko, kumbuka ya kuwa ilikuwa na karibu na wapi? Ukitoka Betheli ilikuwa karibu pia na Yeriko. Wakaenda Yeriko. Sasa anamwambia kuwa anakwenda wapi? Anakwenda Yordani. Lengo ilikuwa ni akivuka mto Yordani basi anatwauliwa. Hebu twende.
Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama wakakadiri kwa mbali na hao. Wana wa manabii walitokea wapi? Shule ya manabii alianzisha nabii Samueli, kama tulivyoona kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 18. Tuliona Samueli akianzisha shule ya manabii. Lakini kwa taarifa yako nitakuonyesha kuwa manabii wote wakuu tuliowaona kwenye Biblia, hakuna hata mmoja aliyetoka kwenye shule ya wana wa manabii. Mungu anamchagua mkulima anayelima na joo ya ng'ombe, wakati kuna wana wa nani? Manabii. Wala hata Elia hakuwa ni mmoja aliyetoka pale. So hii ina maana ya kuwa yawezekana ukaenda chuo cha Biblia ukasoma kabisa, ukasoma ukawa vizuri, lakini kuna mtu ambayo hajaenda chuo cha Biblia lakini anayo upako wa kutisha. Lakini hata ambao mwenye upako wa kutisha pia anatakiwa aende chuo cha Biblia. Lakini unapokwenda chuo cha Biblia, bila shaka na kile karama Mungu aliyeweka ndani yako ichochewe na chuo cha nini? Cha Biblia. Lakini wito sio eti mtu kwa sababu kasoma chuo cha Biblia, wito inakuwa ndani ya mtu hata kama hajakwenda chuo cha Biblia. Hata kabla hajaanza kufundishwa neno la Mungu, tayari hofu ya Mungu inakuwa ndani yako. Unasikia wito kutoka ndani. Ndio maana Elisha alivyotupiwa vazi, moja kwa moja alijua kabisa ya kuwa yamkini ndani ilikuwa kavu. Kumbe huu mto Yordani haukugawanyika mara moja tu, haukugawanyika mara mbili tu. Aha, wewe mto Yordani uligawanyika mara ngapi? Utajua mwenyewe. Hebu twende. Akayapiga maji yakagawanyika huku na huku, nao wawili wakavuka pakavu. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu. Tayari Elisha amekidhi vigezo vyote, amepita mtihani sasa aliyekuwa anajaribiwa. Tayari anamwambia sasa, omba unachotaka kwangu. Elisha anasemaje? Omba utakalo kwangu nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Mgao maradufu kwa sababu alikinajisi kitanda cha nani? Cha baba yake. Mgao maradufu alipewa Yusufu. Ndio maana watoto wake wawili walipata urithi pale pale katika Israeli. Ina maana Yusufu yeye alipata mgao mara ngapi? Maradufu. Ndio maana alitakiwa Esau apate mgao mara ngapi? Maradufu. Lakini Yakobo kupitia mama yake wakaenda wakamdanganya Isaka. Hatimaye Yakobo akapata mgao mara ngapi? Maradufu. So kumbuke ya kuwa Elisha kama mtoto wa Elisha alidai nafasi hiyo ya mzaliwa wa kwanza kiroho, na hatimaye akaomba mgao mara ngapi? Maradufu. Wao naomba mara ngapi kutoka kwa Yesu? Wao naomba mara ngapi kutoka kwa Yesu? Haleluya. Omba hata mara 10 kutoka kwa Bwana Yesu. Amen. Atakupa.
Elia akamwambia, naomba jambo gumu, lakini ukiniona nikichukuliwa basi ujue umepata. Hebu twende. Ikawa alipokuwa akiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili. Naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, asimuone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili. Kisha akaliokota lile vazi la Elia lililomwangukia, akarudi. Hebu nikuulize, alarua ukitaka kujua kwa nilichokuambia kile, usipojua kulikuwa na vazi lile, inakuaje sio ile kanzu ama nguo aliyevaa Elisha? Maana kama ingekuwa ametararua mara mbili, na maana sangebaki uchi. Ilikuwa ni kipande cha vazi kilichowekwa hapa, lile vazi lililokuambia kuwa kila Mwisraeli alikuwa nayo. So kipande cha vazi hilo ilikuwa ni ukirarua, ilikuwa ni njia ya kuomboleza, lakini pia ilikuwa ni njia ya kuonyesha mtu amefunga. So watu walirarua mavazi yao. Ina maana hilo ni vazi ndio lilikuwa inafanya nini? Unairarua. Mtu akiona umekwenda umeirarua, alikuwa anajua kuna msiba ama kuna jambo baya. So akairarua vazi lake. Aliporarua vazi la kwake, ina maana moja kwa moja sasa la kwake ile ilikuwa haina maana, akaamua chukue ile yenye nini, ile yenye upako ama yenye mtu wa Bwana ama nabii wa Bwana, na moja kwa moja akawa sasa ile ya kwake hawezi kutumia tena, maana siadarot vale viwili. Ikabidi sasa kilichodondoka kile cha Elia akafanya nini? Akakichukua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu akupe mgao yake maradufu kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu akupe huduma yake maradufu kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu akupe karama zake maradufu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea upako wa kuombea watu maradufu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea upako wa kufundisha neno la Mungu vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Pokea upako wa Bwana kusema nawe kwa jina la Yesu. Amen. Pokea upako wa kutafsiri ndoto kwa jina la Yesu. Amen. Pokea upako wa kuomba na Mungu kujibu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea upako wa kuwa rafiki wa Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea upako wa kuwa mshauri wa ajabu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea upako wa kibali kwa jina la Yesu. Amen. Hazijakutosha? Wewe utavimbiwa sasa. Twende. Akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani, akalitoa lile vazi la Elia lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Bila shaka Elisha sasa anayo, baada ya kuchukuliwa Elia, sasa ipo jaribu ya kujua sasa kama Mungu kweli, kama kweli amepokea upako maradufu. Watakatifu Bwana, sikilize. Nimehesabu miujiza ya Elia. Elia alifanya miujiza 7 tu. Elisha alifanya miujiza 14. Ndio maana nasema hivi, watakatifu Bwana, sisi ambao ni wa Agano Jipya, Bwana ametupa uwezo mkubwa sana. Miujiza inayofanyika katika mikono yetu, je, ni 7 tu? Hapana. Ni 14 tu? Hapana. Wewe ni zaidi ya Elisha wewe. Wewe ni zaidi ya Elia wewe. Elia alifanya miujiza 7 tu. Wewe umeshafanya miujiza mingi zaidi ya hayo. Yesu alifanya miujiza kupitiliza, na yeye yuko ndani yako. Pokea upako wa kufanya miujiza kwa jina la Yesu. Amen. Pokea upako wa miujiza kuwa ni sehemu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Jinsi Yesu alivyofanya miujiza zaidi, nawe ufanye miujiza zaidi kwa jina la Yesu. Amen. Naye alipoyapiga maji akagawanyika huku na huku, Elisha akavuka. Tayari yote anaendelea, wale wana wa manabii 50 wamekaa wanachungulia. Tayari Elisha anaanza kuwa sasa ni mkubwa wao. Lakini kumbuka, walikuwa na mtani. Unajua kama bwana wako anachukuliwa, unajua anaambia nyamazeni, najua tayari. Hebu pata picha ya kuwa moja kwa moja miujiza ya kwanza ya Elisha kugawanya mto Yordani, moja kwa moja akawa na imani ya kuwa nini, amepokea upako maradufu kutoka kwa bwana wake ambao ni Elia.
Na hao wana manabii waliokuwako Yeriko wakimkabili, walipomwona walisema, roho ya Eliya inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake. Wakamwambia, angalia, wako hapa pamoja nasi watumishi wako watu 50 walio watumishi tayari. Kashakuwa bosi huyo, kashakuwa nabii mkuu huyo tayari. Watumishi wake wanaambia wao watumishi wako, lakini hawakuamini kama Eliya amechukuliwa, lakini Elisha aliamini. Ndio maana anambia kwa msisumbuke kwenda, ameshatwauliwa, amekwenda juu. Lakini wakasema hebu tuende tukatafute. Walipomsumbua karuhusu, akaenda wakamtafuta siku ngapi? 3, asimuone Eliya. Waende tutakuomba wamtafute bwana wako, isiyo labda roho ya Bwana imemtoa na kumtupa juu ya mlima mmoja au katika bonde moja. Akasema, msiwatume. Wakamsisitiza hata akaona haya, akasema, haya, watumeni. Basi wakatuma watu 50, nao wakatafuta siku 3 wasimuone. Wakarudi, wakamrudia ilipokuwa anakawia Yeriko. Alikuwa anawasubiri. Akawaambia, je, mimi sikuwaambia msiende? Watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonazo, lakini maji yake hayafai, ina nchi huzaa mapooza. Hebu nikuulize, kwa nini nchi ilizaa mapooza na maji yake? Yeriko ililaniwa na Yoshua, lakini tayari imekuwa mji, maana Elieli Mbetheli kafanya nini? Kashajenga ukuta wake kwa kufiwa na mwanae wa kwanza na mwanae wa mwisho. Lakini sasa mji huo maji yake ni machungu. Mbona kule Mwanza tukuona maji yake ilikuwa machungu, lakini ile laana ilikuwa bado inaitafuna. So mpaka Elisha alipokuja kuyaponya nini? Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye Yoshua sura ya 7 utaona 6 na 7 utaona jinsi ilivyolaaniwa Yeriko. Sura ya 6. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea, akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sawa sana neno la Elisha alilolinena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inatumika mpaka sasa hivi chumvi. Inatumika, haitumiki? Watu wanatumia chumvi, watumii chumvi. Watakatifu wa Bwana kwenye Agano Jipya tuhitaji kutumia chumvi. Hebu nikuulize, kwenye ile sura ya 16 kitabu cha Kutoka, maji yalivyokuwa machungu pale katika Mara, Musa aliomba, alifanya nini? Alichukua kijiti akaitumbukiza kwenye maji, maji yakakaa vizuri. So kinachofanyika kwenye Agano la Kale ilihitajia kitu kinachoitwa point of contact. Kumbuka ya kuwa chumvi ilikuwa na maana gani? Kuna kitu ambayo nilifundisha, ukiwa makini unaweza ukatafuta na ukapata maana yake. Nilisema Agano Jipya ni Agano la Kale imefanywaje? Agano Jipya ni Agano la Kale imefunuliwa. Agano la Kale na Agano Jipya imefunikwa. So mara ya kwanza tunaona neno chumvi kwenye Agano Jipya ni katika kitabu cha Hotuba ya Mlimani sura ya 5 na mstari wa 13. Nyinyi ni chumvi ya nini? Ya dunia. Chumvi ukiharibika itatiwa nini? Bali itatolewa nje na kukanyagwa. So tunakuaje chumvi ya dunia? Neno inayetoka ndani yako, neno la mtu ni mtu mwenyewe. Neno inayetoka kwako la Mungu ndio inayekoleza dunia. So chumvi ile ambayo Elisha aliomba kwenye chombo na kwenda kwenye chemichemi ilikuwa inawakilisha neno la Mungu. Ndio maana sasa hivi usichukue chumvi tena uanze kuweka pale. Unachukua chumvi anaombea anaweka pale. Wewe pale ombea maji tu moja kwa moja ukitumia neno la Mungu na maji yatapona
ama hata ukiombea eneo, omba tu katika neno la Bwana, bila shaka pasipo kuchukua chumvi na kuanza kumimina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Omba tu katika jina la Bwana Yesu na katika neno hilo moja kwa moja. Kwa sasa hivi ni agano la neno, hatuhitaji tena ishara zilizokuwepo kwenye agano la kale. Ndio maana unaona hata habari za kugawanyika bahari, kinachofanyika ni nini? Kugawanyika bahari, Musa alichukua kile ambacho Mungu alimwambia ya kuwa itakuwa ni ishara kwake, ambayo ilikuwa ni fimbo yake ile ya mchungaji. Akaambiwa na nini mkononi? Akasema fimbo. Akaambia Bwana nyosha. Alinyosha fimbo. Yoshua anavyoavusha wana wa Israeli, ilibidi makuhani waliyebeba sanduku la agano wafanye nini? Waingie kwenye maji. Wamebeba sanduku la agano, ndipo maji yakagawanyika, wakaenda wakasimama katikati mpaka wakatoka. Eliya akachukua kipande cha vazi lake akalikunja. Vazi hile iliwakilisha mamlaka na uweza wa kimungu kwake Eliya. Ndiyo maana vazi hile ilivyobaki, akachukua Elisha akasema wapi Mungu wa Eliya, lakini akipiga nayo nini? Akipiga nayo mto Yordani, ikafanya nini? Ikagawanyika. Unaona, vyote hivyo ilitakiwa iwepo kitu kama ishara ya kuweza kutenda. Lakini sasa hivi watakatifu wa Bwana, ni katika neno la Mungu umepata maono, uvuke mto, liitie jina la Bwana, tusema Bwana neno lako ligawe nini? Ligawe mto nipite, si ndio? Lakini usianze tena kuchukua ya kuwa uvue suraru yako uanze tena kupiga nao maji, wewe utabaki uchi. Sasa hivi ni wakati wa kuomba. Agano la kale ilikuwa ni agano la ishara. So vazi la Eliya ilikuwa ni ishara ya mamlaka na uweza na nguvu ya kimungu kwake nani? Na ndio maana Elisha alikuwa na vazi la Elisha akararua vipande viwili. Biashara ya vazi ile ikaisha pale. So akalichukua vazi la nani? Na Eliya. Hebu twende. Akakwea kutoka huko mpaka Betheli, naye alipokuwa akienda njiani, wakatoka vijana katika mji wakamfanyizia mzaha, wakamwambia. Walikuwa wanampinga asiingie kwenye mji wa Betheli. Mji wa Betheli ilishakuwa mji iliyebobea kwenye kuabudu miungu mingine. Kumbuka ni moja katika miji miwili ambayo iliwekwa ndama katika taifa la kaskazini na yule Yeroboamu mwana wa Nebati aliyewakosesha wana wa Israeli. So kumbuka mji ule hawakuwa tayari kupokea nabii. Hebu nikuchekeshe, halikuwepo nabii moja mzee pale Betheli, kajanja yule, mjanja yule, mkaidi yule, akaambiwa na wanaye kwa Bwana, baba, katokea mtu wa Mungu huko Yuda, kafanya maajabu. Akaelezwa, akasema mimi si ndio mtaalamu wa hapa Betheli. Mji wa Betheli ilijulikana kwa ajili ya kuwapinga manabii wa Bwana. Nabii kutoka Yuda bila shaka kuuawa. Elisha alijua habari za Betheli, ndio maana vijana wakajitokeza kwa ajili ya kumpinga yeye moja kwa moja. Akaona wanamjia, maana walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanatonesha kidonda. Maana pata picha, mtu uliyekuwa umezoea naye, watakatifu wa Bwana, ile ilikuwa ni nini? Elisha kutenganishwa na Eliya, kisha gari ya moto ikimbeba Eliya kienda. Ile ilikuwa ni kivuli cha wanafunzi wa Yesu kupiga magoti, kisha Yesu
kwa ni njia ya kuomboleza, akanyoa upaa. Kumbuka ya kuwa bado anaomboleza kuachwa na yule aliyekuwa mkuu wake. Alikuwa ni mtata. Hata kama ni ungependa kaa kwenye kampani, hebu pata picha. Elisha akaa mbali, alafu anaona kabisa Elia akaa kwenye kilima. Mtu wa Mungu akasema, kama ni mtu wa Mungu, moto shuke walambe. Elisha amekaa mahali anaangalia mbali. Inapendeza haipendezi? Halafu sasa mtu huyo anakuacha. Haikuwa jambo jepesi. Hii ndiyo njia hata kama sasa watu na ndugu zetu wanatangulia mbele ya haki. Hata sisi tujiandae kutangulia mbele ya haki. Elia akaondoka. Elisha akabaki akafanya huduma miaka 50 baada ya Elia. Naye akafikia kufa kwake kama tutakavyoona kwenye sura ya 13 kitabu cha Wafalme hiyo wa pili. Hebu tuende sasa kwa jina la Yesu. Wakamwambia, paa wewe mwenye upaa, paa wewe mwenye upaa. Akatazama nyuma. Paa wewe mwenye upaa. Alikuwa amenyoa upaa. Hakuwa na upaa, alinyoa upaa kwa sababu alikuwa katika maombolezo. Nitakuonyesha kwenye Biblia kuwa watu walikuwa wananyoa vichwa vyao kama njia ya maombolezo. So akanyoa upaa, bado yuko katika kuomboleza kuondokewa na yule aliyekuwa ni kiongozi wake. So wale watu wanamtania kwa apae. Yaani mwenye upaa anafanya nini? Apae kama yule bosi wake ama nabii mkuu wake alivyofanya nini? Alivyofanya. Akatazama nyuma akawaona, akawalaani kwa jina la Bwana. Wakatoka dubu wawili wa kike. Hakusema dubu ya walani, yeye aliwalani tu ya kuwa na walani kwa jina la Bwana. Hakusema dubu atoke, lakini ni neno la Bwana iliyetoa nini? Iliyetoa dubu. Ina maana Bwana akapitisha hukumu, na bila shaka moja kwa moja, maana watoto vijana hao nao walikuwa ni waabudu sanamu kule Betheli. Wakawararua vijana 42 miongoni mwao. Akatoka huko akaenda mlima Karmeli, na toka huko akarudi mpaka Samaria. Bila shaka mtu huyo sasa kaiva kabisa. Ndani ya kipindi kifupi, miujiza mitatu. Lakini miujiza kweli kweli, ya kwanza tunaona akigawa mto Yordani. Ya pili tunaona akiponya maji na nchi ya Yeriko kutoka kwenye mapoza, na ya tatu tunaona moja kwa moja akiwalani, lakini ikitoka dubu wawili na kuwararua watoto wale. Ingawa Biblia ijaandika kuwa walikufa ama wakufa, lakini walikuwa ni watoto 42. Ukisoma Biblia ya Kiebrania walikuwa ni vijana kabisa. Vijana, umejua Israeli, vijana wenye miaka 13 waliruhusiwa kwanza kujifunza neno la nani? Neno la Bwana. Ndio maana walioruhusiwa kwenda kusherekea Pasaka kule Yerusalemu itakuwa waanzie miaka 12. Samueli wa pili 8 mstari wa pili na sura 23 mstari wa 20. Nilisema Baali Zebubu maana yake ilikuwa ni Baali mkuu, Baal the prince. Kaza hukumu ya Ahazia, na bila shaka joo ama vazi aliyevaa Elia. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 4 utaona ya kuwa Yohana Mbatizaji alikuwa amevaa vazi kama hilo. Na hebu soma Zakaria 13 mstari wa 4, na mtu mwingine afungue Waebrania 11:37. Mwingine afungue Zakaria 13 mstari wa 4. Mwingine afungue Waebrania 11:37. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba manabii
kila mmoja wao atayaonea haya maono yake atoao nabii, wala hawatavaa joho ya nywele ili kudanganya watu. Umeona, kumbe ilianzia kwa Eliya ya kuwa sasa yale mavazi laini ilikuwa ni alama ya manabii kuyavaa. Umeona, sasa hiyo Zakaria inaonyesha kuwa bila shaka waliendelea kuvaa mavazi hayo ambayo ilikuwa ni ngozi laini, ama ya mbuzi, ama ya kondoo, ama ya ngamia. Na bila shaka akisema nabii Zakaria kuwa hawatavaa mavazi yao tena wakiendelea kudanganya watu. Lakini hebu mtu mmoja soma Mathayo 3:4 uone ya kuwa hata Yohana Mbatizaji alivaa. Alafu utafungua Ebrania 11:37 uone ya kuwa mavazi hayo yalianzisha Eliya, lakini alikuja kuwa sasa ni nembo ya nabii. Ukiona limeandikwa zaidi ya mara moja kwenye Biblia, imedhibitika. Na Yohana mwenyewe alikuwa amevaa vazi la zinga za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Bila shaka zinga la ngamia. Waebrania 37 11:37 walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya. Bila shaka waliyekuwa na hayo mavazi ya waliotajwa kwenye Waebrania walikuwa ni nabii. Lakini kuanzia kwa Eliya, baada ya Eliya ndio sasa, baada ya Eliya kuvaa mavazi yale, manabii wakaanza sasa kuvaa mavazi kama hayo. Eliya alikuwa pamoja na Elisha miaka 10 tangu kuanzia ile sura ya 19 kitabu cha Wafalme wa Kwanza, tulivyoona Mungu akimwagiza Eliya aende akampake mafuta Hazaeli mfalme wa Sham, Yehu mwana wa Nimsi na Elisha mwana wa Shafati. Mpaka hii sura ya pili kitabu cha Wafalme wa Pili alikaa chini ya Elisha miaka 10, ndipo Eliya akatwauliwa. Eliya na Elisha na wale wana manabii wote walijua ya kuwa Eliya alikuwa anaenda kutwauliwa. Nilikwambia vazi ya Eliya ilikuwa ni alama ya nguvu na mamlaka ya Mungu ndani yake, na hiyo ilikuwa ni kwenye Agano la Kale watu wengi tu. Ndio maana kwa wana wa Israeli alama hiyo ilikuwa ni nini? Kama taifa la Israeli, alama hiyo ilikuwa ni ile sanduku la agano. Sanduku la agano ilikuwa ni alama na ishara ya Mungu katikati yao. Kwake Musa, kama Musa, alama na ishara hiyo ilikuwa ya Mungu kuwa pamoja naye, ilikuwa katika ile fimbo aliyekuwa nayo. So watakatifu wa Bwana katika Eliya ilikuwa katika vazi na Elisha pia. Ndio maana Eliya akamwachia Elisha. Alipokuwa anatwauliwa, tayari amechukuliwa, vazi lile likadondoka. Na Elisha alipochukua vazi ile, alipoenda lile vazi alipopiga nayo tena mto Yordani iligawanyika. Nani yuko pamoja nami nione ukisema haleluya? Haleluya! Haleluya! Wana wa manabii walimheshimu Elisha, maana waliona roho ya Eliya ilikuwa ndani yake, na moja kwa moja wakaanza kujinyenyekesha mbele yake. Wajinyenyekeshe mbele yako kwa jina la Yesu. Amen. Wote waliyekudharau wajinyenyekeshe mbele yako kwa jina la Yesu. Amen. Utapata sehemu imeandikwa wana manabii tena kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 20 mstari wa 35. Wafalme wa Kwanza sura ya 20 mstari wa 35. Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 3, mstari wa 5, mstari wa 15, na Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 38. Hebu Pafra fungua Kumbukumbu la Torati 21:17 uone habari za mgao maradufu. Ilikuwa ni kitorati kabisa. Mzaliwa wa kwanza alikuwa na kila sababu ya kupokea mgao
mbili, hata kama alikuwepo wazaliwa wengine. So Elisha alitumia Torati kutaka mgao maradufu kutoka kwake baba wake wa kiroho ambaye aliitwa Eliya Mtishibi. Kumbukumbu 21:17. Kumbukumbu la Torati 21:17. Lakini amkubali mzaliwa wa kwanza mwana yule asiyempenda, kwa kumpa mafungu mawili katika vyote alivyo navyo, kwa maana ndiye mwanzo wa nguvu zake. Haki ya mzaliwa wa kwanza ni yake yeye. Haki ya mzaliwa wa kwanza ilitakiwa apate mgao maradufu. Ndio maana ilileta shida kati ya Esau na Yakobo. Kwenye Biblia ni watu wawili tu ambao hawakuonja mauti, wao walitwauliwa. Wa kwanza tunampata kwenye Mwanzo 5:24, nayo ni Henoko. Nani atakayeniambia Henoko alikuwa ni mwana wa nani na alikuwa baba wa nani katika ile uzao ama ukoo wa Adam? Henoko alikuwa mama boto. Henoko alikuwa ni mwana wa nani? Wewe, Henoko alikuwa ni mwana wa nani? Nione mkono kama una Wa Yaredi. Mwana wa Yaredi. Alikuwa baba wa nani? Metusela. Metusela. Henoko aliishi miaka mingapi? 365. 365. Yaredi aliishi miaka mingapi? 962. Metusela aliishi miaka mingapi? 969. Vizuri, hapo imekaa vizuri. Ile nilisema kuwa kiburi cha kutwauliwa Eliya ni utimilifu kwake kwa wakati ujao, ni katika sisi kwenda kumlaki Kristo. Hebu soma Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 mpaka 17. Wathesalonike wa kwanza 14:16 mpaka 17. Utasoma kwa wakati wako. Wathesalonike wa kwanza 4:16 mpaka 17. Kwenye Agano Jipya, sehemu ambayo Mungu alipitisha hukumu, Matendo ya Mitume 5 sura 5 mstari wa 4. Anania na Safira wao pale walipata kipigo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Elisha kunyoa upaa ama upara ilikuwa ni ishara ya maombolezo. Hebu soma Ayubu sura ya kwanza mstari wa 20. Epafra, Ayubu sura ya kwanza mstari wa 20. Ndipo Ayubu akainuka, akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Bila shaka habari za maombolezo ama kwa ajili ya msiba ama kwa ajili ya mateso ya aina yoyote ilikuwa ni kwa kurarua vazi, kama tulivyoona Elisha kwanza akararua vazi lake vipande viwili, alafu cha pili akanyoa upaa. Umeona sasa? Umeona mimi nimepata maana hiyo wapi? Nimepata maana hiyo ndani ya nini? Ndani ya Biblia. So jifunze kutafuta maana ya neno uliyepata ndani ya Biblia, ndani ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Elisha aliwalani wale vijana. Utasoma kwa wakati wako Walawi sura ya 26 mstari wa 21 mpaka 22. Utaona sababu zilizosababisha laana za Mungu na matokeo yake ilikuwaje. Mtu anayekulani na maana ileta matokeo moja kwa moja kutoka kwa Bwana, lakini mabaya juu yako. Lawi sura ya 26 mstari wa 21 mpaka 22 na Kumbukumbu la Torati 30 utasoma mstari wa 15 mpaka 20. Kumbukumbu 30:15 mpaka 20. Tofauti kati ya Eliya na Ahazia, hii uendo kasome Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17 na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4, nami nikiishia hapo. Kama kuna mtu mwenye swali, tumeanza vizuri sana kwa msaada wa Bwana, ingawa sura hizo hazikuwa ndefu, tumefanikiwa kwenda sura mbili hizo, maana sura hizo zilikuwa zimeunganika, ndio maana lakini kesho
tutaanza kwenda sura kwa msaada wa Bwana kama ni moja, na kama kuna mtu mwenye swali. Swali. Swali langu linahusu habari ya watu kunyoa. Watu kunyoa. Je, tabia ya watu kunyoa wakati wanapofiwa na ndugu zao ilianza hapa kwa Elisha kuondokewa na Elia? Na la pili, katika nani hiyo, ni kitu gani kilichosababisha siku hizi watu wasinyoe nywele wakati wanapofiwa na ndugu zao? Bwana Yesu asifiwe. Kinachofanyika ni watakatifu wa Bwana. Kuna kitu kinachofanyika. Shetani yeye sio mbunifu, wala yeye sio mwanzilishi wa chochote. Shetani hutumia yale mambo mazuri ya kimungu kutekeleza azma yake. Umeona swala la busu. Busu ilikuwa ni sehemu ya kumsalimia mtu muhimu na kumwaga. Lakini sasa hivi Shetani amefanyaje?